mbunge wetu, kilio chetu ni shule. Majengo yamekuwa mbali na shule za msingi Kinzudi, Kilimahewa na Benako. Tunaamka saa 11 alfajiri kwenda shuleni na kurudi saa 1 usiku. Umbali, mabonde, mvua, jua vimekuwa changamoto kubwa kuhatarisha usalama wetu. Tunaomba shule majengo. Wakati ukifika kwenye jambo hili ninawawekea shilingi milioni 5. Kwa majina anaitwa Mahatuni Azizi Kada, mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kinzudi. Kipekee nipende kumshukuru Mungu kwa hili ambalo linaenda kutokea mahala hapa, lakini pia nipende kuwashukuru wananchi wote wa mtaa wa Kinzudi ambao mmekuja mahali hapa, lakini pia nipende kuwashukuru viongozi wa dini ambao mmekuja hapa na viongozi wengine wote. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Jumanne Isa Mtemvu, mbunge wetu wa jimbo la Kibamba, mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Nimekuja mbele zako kwa ajili ya kuja kuwakilisha wananchi wangu kwa adha ambayo wanaipata ndani ya mtaa wa Kinzudi, hususan tawi la Majengo. Tawi hili limekuwa muda mrefu kuna kilio cha shule ya msingi, na kutoka hapa kuelekea shule nyingine kuna umbali wa kilomita 4 mpaka 5. Hivyo watoto wa eneo hili wanapata shida sana, na kwa upande wa mtaa Muungano kuna bonde kubwa sana ambalo linawapa madhara watoto wetu, wakati mwingine wanabebwa na maji, lakini wakitoka hapa wakienda shule ya msingi Kinzudi wanakutana na heka nyingi kutokana na umbali wa kwenda shuleni. Wakati mwingine wanagongwa watoto hawa, lakini wakati mwingine wanafanywa vitendo vya ukatili wakiwa wanaelekea shuleni. Ndugu mgeni rasmi, watoto hawa wakiona wazazi wao wakiona kwamba Kinzudi ni mbali, wanaona wawapeleke Goba, lakini kutoka hapa kuelekea Goba Center ni mbali sana mgeni rasmi. Hivyo wananchi hawa kimekuwa kilio chao cha muda mrefu, na mimi pia kama mwenyekiti wao nilikuwa nikilia kila siku kutokana na uhaba wa eneo la shule Majengo. Kwa nguvu za Mungu, mwananchi mmoja wa eneo hili, Bwana Beatus, aliweza kutoa eneo lake kwa maana ya kufidiwa gharama zake ili kuwapa wananchi wa mtaa huu hususan wa tawi hili waweze kujenga shule ya msingi kama wataweza kumudu gharama hii pamoja na serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nisiwe mchoyo wa fadhila, Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini yako na Mheshimiwa Diwani Esther Ndoa tuliweza kupata shule ya msingi Kinzudi, lakini imekuwa sio shule rafiki kutokana na jiografia ya Kinzudi. Bado wananchi wa eneo hili wanaona kama vile hawajapata shule ya msingi kutokana na umbali wa kutoka hapa na kuelekea shule ya msingi Kinzudi. Ndugu mgeni rasmi, kwa mwaka 2022 aliwahi kuja Mheshimiwa Heri James katika viunga hivi. Wananchi mmoja alijitolea kutoa eneo lake, uliuza kwa thamani ya milioni 170, lakini walitumwa mpango mji kuja katika eneo hili la Majengo. Waliweza kupima eneo hilo wakabaini lina ukubwa wa heka 1.5, na wao wakatuambia halina vigezo vya kujenga shule ya msingi. Tuliendelea na jitihada hizo mpaka tulivyompata msamaria mwema mwingine ambaye ameweza kutaka kuwapa wananchi eneo hili kwa maana ya kufidia gharama zake ili waweze kupata shule ya msingi Majengo. Na kuomba sana mgeni rasmi, ubariki hichi ambacho wananchi wetu wameenda kukipata, na nyinyi kama wawakilishi wetu muende kutusemea juu ya hili, wananchi hawa waweze kuondokana na adha ambayo wanaipata katika mtaa huu hususan tawi hili la Majengo. Eneo tulilopo hapa ndio linatarajiwa kutwaliwa na wananchi kwa kufidia gharama. Lina ukubwa wa heka 3 na point. Katika mazingira yetu ya mtaa wa Kinzudi hususan Majengo, maeneo yanazidi kuisha Mheshimiwa mgeni rasmi. Sasa tumebakiwa na maeneo mawili tu. Eneo mojawapo ni hili na eneo linalofuata ni ambalo liko pembezoni mwa eneo hili. Endapo maeneo haya yataenda kujengwa ama kuendelezwa kwa kitu kingine chochote, basi sisi kama wana Majengo tunakuomba utusemee kwa mama yetu Samia Suluhu Hassan, rais wetu, rais wa wanyonge,
rais ambaye anapenda wananchi wenye hali ya chini na wenye hali ya juu, aweze kuwaona wananchi hawa wa Majengo. Tupambane tupate hili eneo. Tukipata hili eneo itakuwa hivi: Kinzudi mama, Kinzudi mashariki, majirani zetu Salasala, majirani zetu Ndumbwi, tutatumia shule ya msingi Kinzudi. Majengo A, Majengo B, majirani zetu wa Benako na hapo kwa mkuu wa magereza watatumia shule ya msingi Majengo. Tumemaliza kazi. Asante sana. Sasa Mheshimiwa Mbunge, awali ya yote nikukaribishe kwenye kata yetu ya Goba, lakini nikukaribishe kwenye mtaa wetu wa Kinzudi. Tuko katika maeneo ya Majengo. Tunaingia Mheshimiwa Mbunge, mimi na wewe tulipita tukinadi ilani ya Chama cha Mapinduzi, na katika miongoni mwa masuala tuliyozungumza ni kuhakikisha tunaimarisha na kuboresha idara ya elimu. Upungufu mkubwa tulionao ni upungufu wa shule kwenye maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa wa shule, ikiwemo eneo la Majengo. Waliweza kumpata mdau mwenye eneo hili, wakazungumza naye mazungumzo ya awali, na mwisho wa siku walinifikishia kupitia ofisi ya serikali ya mtaa, na mimi nitimiza wajibu wangu kwa kufanya kikao pale ofisini tukiwa na mmiliki wa eneo hili pamoja na viongozi wetu hao, na mwisho wa siku tulifikia makubaliano ambapo mwenzetu alikomea kiasi cha shilingi milioni 900. Sasa tunaweza tukajiuliza kwa nini milioni 900? Eneo hili lina heka tatu na kipande cha square mita 600. Utagundua ni eneo kubwa kwa kweli. Na tulipopiga kwa thamani, kwa maana ya valuation ya maeneo ya Goba, thamani yake sasa hivi tukaona kwamba atakuwa ametufanyia kama kwa shilingi 80,000 kwa square mita moja. Na je, wananchi wangapi ambao watakuwa tayari kupeleka mtoto private? Akaona alitoa kwenye jamii, sasa kazi kwetu. Kwa hiyo baada ya kufanya hivyo, Mheshimiwa Mbunge, ilinilazimu sasa kuandaa hoja hiyo na kuipeleka kwenye baraza la madiwani. Kwa hiyo leo tuko hapa kwa ajili ya kuwaeleza yaliyojiri, ili mjue kwamba eneo hili lina heka 3 na square mita 600, lakini mwenyewe amekomea kwenye shilingi milioni 900, na ametuomba kama kweli tuko serious na hili jambo, kama kweli tuna uhitaji wa hili jambo, ameomba ndani ya miezi miwili tumekabidhi kiasi cha fedha ili aone kwamba kweli tunao uhitaji. Sasa tulipojaribu kuangalia, tukaona kwa miezi miwili ni michache. Kisema tusubiri kwa manispaa kwa mkurugenzi, na ni jambo ambalo tumelipeleka juzi, ni kitu ambacho hakitowezekana. Kwa hiyo tukasema tulete kwa wananchi, walitambue hili, watupe ridhaa, tufanye makubaliano na wananchi. Kama tunaweza, tuweze basi kuunganisha nguvu kama wananchi kwa kuchangishana, kwa kutoa chochote, kwa kutafuta wadau. Tutafanya kila aina ya mbinu. Wadau tunao na wengine wamekwisha anza kuahidi kwamba wako tayari kuchangia, basi tuweze kuchangishana wote, na mwisho wa siku tupate kiasi cha fedha cha kuweza alau kumkamata huyu mtu, huku tukiendelea kusubiri taarifa ya mkurugenzi au namna gani mkurugenzi wa manispaa atatusaidia katika kulipia fidia eneo hili. Ndugu zangu, hodi tena Majengo. Ndugu zangu, niwapongeze sana kwa unyenyekevu mkubwa mlionao wa kumfikia huyu. Kwa hiyo nimefika kukaa hapa kusikia viongozi mkiniambia tunafanyaje. Kwanza tunafanya utafutaji wa fedha sisi wananchi, si ndio jamani? Mbona sauti ndogo kwenye hili, si ndio ndio. Tunatafuta milioni 900. Tupo safi sana, tupo tayari. Ipigeni makofi kwenye hilo. Mwenyekiti kaniambia upo mkakati moja ya kila kaya, na mpaka sasa kaya zimehesabiwa zimefika 1,200 kaya zote, kwamba itapomfikia watajua kila kaya shilingi 100,000 au kaya shilingi 1,500,000. Wanasema hawajafikia maamuzi katika kwenda, lakini simpo tayari jamani
kwamba kwa pamoja tunatoka hapa tunaenda kuzitafuta shilingi milioni 900. Jambo la muda tumeambiwa ni miezi 2 hadi 3. Hiyo imepatikana fedha isiyopungua milioni 600. Alafu nyingine labda ziada ya hapo kidogo. Niwaombe sana, mimi kama mbunge natoa baraka wa mchakato huo, lakini ziada tulionayo ni kwenda kuomba idhini ya michango kwa wananchi katika ofisi ya mkuu wa wilaya. Huo ndio utaratibu. Na kwa sababu diwani amesimama hapa, mwenyekiti kasimama, mbunge wenu kasimama, na wananchi picha zinaonyesha walipowepo, mtengeneze muhtasari unaoeleweka. Sasa kuanzia leo mchakato huu uendelee mbele, tupate kibali, tuendelee michango kaya kwa kaya, mdau kwa mdau, taasisi kwa taasisi, lakini na mbunge mwenyewe wakati ukifika kwenye jambo hili ninawawekea shilingi milioni 5 kwenye jambo hili ili tuweze kwenda sambamba. Ninajua ndugu zangu, inawezekana mtafikia sehemu ya changisho sitakuwepo. Ndio maana toa baraka ya vibali vingine viendelee ili kila mwananchi aweze kufikia. Sawa sawa jamani? Sawa sawa Mbunge wetu, kilio chetu ni shule. Majengo yamekuwa mbali na shule za msingi Kinzudi, Kilimahewa na Benako. Tunaamka saa 11 alfajiri kwenda shuleni na kurudi saa 1 usiku. Umbali, mabonde, mvua, jua vimekuwa changamoto kubwa kuhatarisha usalama wetu. Tunaomba shule Majengo. Kwa jina naitwa Charles Matias, ni mkazi wa eneo hili la Majengo. Mimi kwanza nipende kuchukua fursa hii kuwapongeza viongozi wa serikali akiwepo mwenyekiti wangu wa mtaa wa Kinzudi Mahatuni Azizi Kada, lakini pia nimpongeze jemedari shupavu kabisa mwanamama wa kata hii ya Goba kwa kupambana, kwa sababu amekuwa ni mjengaji wa hoja kubwa sana kwenye vikao vyao na kutuletea maendeleo kwa ujumla kata ya Goba. Lakini pia niwapongeze viongozi wangu wa chama pia, kwa sababu jambo lolote haliwezi kwenda bila viongozi wa chama, kwa sababu chama ndicho kinachoshika dola. Mimi nikiwa kama mkazi wa eneo hili nimefarijika sana na nimefurahi sana kupata hili eneo. Ninachoomba tu wakazi wenzangu na wananchi wenzangu kwa ujumla, tutakapokuja kwenye swala lolote la kuchangia, basi tujitokeze tuweze kuchangia, kwa sababu maendeleo yanaletwa na sisi wenyewe, haiwezi kuletwa na mtu mwingine yeyote. Asante. Tunahitaji shule, tunahitaji kituo cha polisi kwa ajili ya usalama. Kwa ajili ya nini? Ya usalama. Mimi naongea hivi, kuna grocery zinapiga muziki masaa mpaka asubuhi grocery zinapiga muziki, hatulali. Alafu kwenye grocery zile pale kuna vibaka. Juzi mwanangu kaibiwa simu. Kwa majina naitwa Majemima aka Mrs. Ndondole kutoka mtaa wa Majengo Kinzudi, maarufu Mama Lishe kutoka mtaa wa Majengo. Mimi nina kero yangu kubwa ya kwanza na watoto wangu, watoto wa majirani zangu kusoma umbali kwenda shule. Umbali ni mrefu sana. Watoto wangu wanateseka, watoto wa majirani zangu wanateseka. Wanasoma umbali wa kilomita zaidi ya kilomita 4. Anatoka mtoto saa 11, anarudi saa 2 usiku. Mzazi kwa nina hofu. Na siku ya leo mbunge amekuja kutembelea mtaani kwetu. Tunashukuru Mungu amekuja kutembelea na tumepata eneo la shule. Tunaomba eneo hili lifanywe kazi. Tunaomba eneo hili shule kama ilivyotangazwa wananchi kwamba shule itapatikana, shule ipatikane, mbunge lifanyie kazi. Na Mama Samia, mama yetu msikivu, mama mwenye kuwasikia watu, wananchi wako. Tunahitaji shule ya msingi Majengo, shule ya msingi Majengo tunahitaji. Tunaomba sana Mama Samia jambo letu lifanyiwe kazi. Tunaumia sana sisi wananchi, watoto wetu wanateseka, wanarudi wamechoka, homework hawafanyi, yani wanapata kazi za ziada, wanashindwa kufanya, wanakuwa wamechoka. Tunaomba Mama Samia, kipenzi wetu, kipenzi wa wengi, kipenzi wa wananchi, mama mpenda watu, tunakuomba huko uliko, sikia sauti hii ya mama mwanamke mwenzako. Nina uchungu na watoto kuumia kwenda shule, umbali wa shule
shule ni mbali sana. Shule watoto wetu wanasoma Kunguru shule ya msingi, Salasala shule ya msingi, Benako shule ya msingi, Kilimahewa shule ya msingi, Kulangwa shule ya msingi, lakini Majengo center mji ni mkubwa lakini shule hakuna. Ni mwenyekiti ninayempenda, tunayempenda wananchi wa Majengo. Mwenyekiti anafanya kazi nzuri sana. Yaani mwenyekiti tunampenda, anatimiza mahitaji ya wananchi. Anafanya kila inavyowezekana. Watu walikuwa hawana maji, baadhi ya mitaa walikosa maji, lakini mama huyu baada ya kuingia madarakani ameletea watu maji, ametuwezesha mpaka sasa tunapata uwanja wa shule. Mama anaopiga mwingi, Mama Samia, muangalie kwa jicho la tatu. Unajua mama yetu na macho mawili aliombiwa na Mwenyezi Mungu. Tunaomba muangalie kwa jicho la tatu mama yetu mama Mwarabu, mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kinzudi. Kwa jina naitwa Avena Tobiasi au naitwa Mama Asumani. Ni mkazi wa Majengo. Ni mkazi wa Majengo. Kusema ukweli, tunashukuru sana kwanza kupata hili eneo. Kwa hiyo ninaomba serikali kokote, naamini ya kwamba serikali watafanya, wanatuona. Serikali ni kioo cha jamii. Tunaomba kwa hili tatizo likupo nalo na hili janga la watoto jinsi wanavyoteseka, umbali wa shule ni mbali sana. Na ukizingatia jiografia yetu hapa Majengo haipo vizuri, mito mingi. Wakati wa kipindi kama hiki, wakati wa mvua, watoto huwa wanapata tabu sana. Unakuta wengine wanaondoka na maji wanazama. Usafiri, ukiangalia kuna changamoto hii ya ubakaji wa watoto wetu, unakuta wanafanywa vitendo viovu. Kwa hiyo tunaomba serikali watu angalie kwa jicho la pekee, watuonee huruma sisi wazazi wanawake, kwa sababu mwanamke ndio anayebeba majukumu yote, mwanamke ndio mwenye uchungu. Kwa hiyo nikisimama kama mzazi, naomba serikali ituangalie, itutetee sisi wakina mama, kwa sababu sisi ndio tunaobeba majukumu ya watoto wetu 100%. Tunaomba serikali itusaidie. Sina mengi, ni hayo tu. Kwa jina naitwa Asma Alidi, ni mkazi wa Majengo Kinzudi. Changamoto za shule kwa upande wangu zinatuumiza sana. Kwanza wazazi, mtoto anapotoka asubuhi, kwanza mzazi lazima uwe na pressure, mtoto atafika salama na je atarudi salama. Mtoto anaamka saa 11 kujiandaa kwenda shule, mtoto huyo anarudi nyumbani saa 2 usiku kutokana na umbali wa shule. Mzazi unakaa saa nyingine mpaka saa 1 usiku, unafikiria mtoto anarudi saa ngapi, roho inakuwa juu, nianze kumfuatilia, nifanyaje, mpaka mtoto anaingia ndani, mzazi unapumua, pressure inashuka. Kwa kweli wazazi wa Majengo, watoto wetu wanateseka sana na shule. Changamoto ya shule inatuumiza sana, wazazi wanatembea umbali mrefu sana. Ombi langu kwa serikali, jaribu kutuangalia kwa jicho la pili. Maana hata huko vijijini hawatembei umbali ambao watoto wetu wanatembea sisi ambao tuko mjini. Watoto wanatembea umbali mrefu sana. Serikali tunaomba itusaidie katika hili. Asante ndugu waandishi wa habari. Tupo maeneo haya kwa ajili ya kupata eneo ambalo limesadikiwa kuuzwa, na ili lipate watu ambao wanaweza kuchangia, na watu ambao wanaenda kuchangia eneo hili ni wananchi. Na kuanzia sasa wananchi wa eneo hili wamebariki na wamefurahi kupata eneo hili, lakini tunamuomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunamshukuru sana kwa unyenyekevu mkubwa kwamba tunayo shule ya msingi Majengo, shule ya msingi Kinzudi, lakini kwa sasa tunahitaji shule ya msingi Majengo kwa sababu umbali wa kutoka Majengo kuelekea shule ya msingi Kinzudi ni kilomita 4 hadi 5. Hivyo watoto wetu wadogo kuanzia darasa la awali wanapata shida sana, wanavuka mabonde, wanabakwa, lakini watoto hawa pia wanagongwa sana na magari. Kwa hiyo tunaomba sana wananchi hawa wakiunganisha nguvu, basi na serikali waunge mkono kwa kuweza kulitoa eneo hili ambalo lina gharama ya shilingi milioni 900. Sababu ni adha kubwa sana ambayo wanapata watoto katika mtaa huu. Pia wanatumia gharama kubwa sana. Kwa siku mzazi anaweza akatumia mpaka shilingi 2000. Kwa hiyo akipiga gharama kwa mwaka ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo wao wamelipokea. Tunafahamu kuna kaya ambazo zina hali ya chini na kuna kaya za wastani na kaya zenye hali ya juu. Tutaenda kuchangisha hii michango kwa upendo, kwa mshikamano na amani, pasipo kuizalilisha serikali yetu, lakini kuhakikisha wana Majengo hususan wana Kinzudi wote wamechangia eneo hili.